Habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa taarifa kwa umma huku mambo makubwa matatu yakitazamiwa. Jambo la kwanza ni wito wa kushiriki kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, lakini pia jambo la pili, jamii kufuatilia mjadala wa bunge la Ulaya ambao utajadili kesi ya Tundu Lissu, na jambo la tatu kubwa zaidi ni taarifa ya udukuzi wa akaunti za chama. Moja kwa moja taarifa hii ya Chadema inasomeka kama ifuatavyo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kuwataarifu wa Tanzania na jamii ya kimataifa juu ya matukio matatu makubwa yenye asili kwa demokrasia na haki za binadamu nchini Tanzania. Jambo la kwanza, wito kuhudhuria kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu kesho Jumanne tarehe 6 Mei 2025 saa 2 kamili asubuhi katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu itasikilizwa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kesi hii si ya kawaida, ni sehemu ya mkakati mpana wa kutumia sheria kwa njia ya kisiasa kukandamiza sauti huru na kuwatisha wapinzani wa kweli. Tunatoa wito kwa wanachama, wafuasi, wapenda haki na Watanzania wote kufika kwa wingi kuonesha mshikamano na kusimama na ujasiri wa kisiasa dhidi ya uonevu na vitisho. Jambo la pili, bunge la Ulaya kujadili hali ya demokrasia Tanzania tarehe 7 Mei 2025. Bunge la Ulaya litafanya mjadala maalum kuhusu hali ya demokrasia na haki za binadamu nchini Tanzania, huku kesi ya Mheshimiwa Lissu ikiwa miongoni mwa mambo makuu yatakayoangaziwa. Tarehe 8 Mei 2025, bunge hilo litapiga kura ya maazimio rasmi kuhusu hali ya kisiasa Tanzania. Chadema inawahimiza Watanzania na marafiki wa demokrasia kufuatilia mjadala huo kupitia vyanzo rasmi. Viongozi wa chama, wanachama na wafuasi wanashauriwa kuandaa maeneo maalum ya pamoja kufuatilia mjadala huo kama sehemu ya kujenga hamasa ya kitaifa. Jambo la tatu, taarifa ya udukuzi wa akaunti rasmi. Kwa masikitiko makubwa tunaarifu kuwa akaunti zetu za X, zamani Twitter, Chadema Tanzania, yani Chadema TZ, na YouTube Chadema Media zimeingiliwa na wadukuzi. Tunaendelea kuchukua hatua za kiusalama na kisheria kurejesha udhibiti. Kwa sasa taarifa rasmi za Chadema zinapatikana kupitia akaunti ya muda ya X Chadema TZ 2. Tunaomba wafuasi wawe makini na kupuuza taarifa zinazochapishwa kwenye akaunti zilizodukuliwa hadi tutakapotoa taarifa rasmi ya kurejesha udhibiti. Kwa pamoja, matukio haya yanaonesha namna haki na demokrasia nchini ziko mashakani. Chadema itaendelea kusimama imara na wananchi kwa ajili ya Tanzania yenye uhuru wa kweli, haki kwa wote na siasa safi isiyozalisha hofu wala ukimya. Imetolewa leo Jumatatu tarehe 5 Mei 2025. Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema. Hii ni taarifa ambayo Chadema wameitoa na kuangazia mambo makubwa hayo matatu, na watu mbalimbali wametoa maoni yao hapa kupitia peji za Chadema ambazo zimetoa taarifa hii. Huyu anasema kwamba tujitokezeni kwa wingi mahakamani, lakini pia mwingine anasema kwa kweli hatuji tena, tukija tunapigwa sisi wanachama wa kawaida, nyie viongozi wakuu hamguswi kabisa, na mkitoka hapo mnapeana posho nzuri toka kwenye tone. Lakini pia mwingine anasema mbingu za ardhi zitaongea, damu haijawahi kumwacha mtu salama, no reform no election, free Tundu Lissu. Lakini pia mwingine akasema tumewapata wapigania haki, no reform no election. Lakini pia mwingine anasema patakaa sawa tu sehemu ambapo panavuja moto uendelee, taifa liwe huru. Lakini pia mwingine akasema msimamo ni ule ule, no reform no
election. Wengi wana Chadema wametoa maoni yao hapa, lakini kubwa taarifa kutoka Chadema ndo hiyo ambayo imelenga maeneo makubwa matatu, mambo makubwa matatu, ambalo jambo la kwanza ni kuhudhuria kesi ya Tundu Lissu kesho tarehe 6, lakini pia jambo la pili kufuatilia bunge la Ulaya ambalo pia litafanya mjadala kujadili kesi ya Tundu Lissu, lakini pia taarifa ya tatu ni taarifa ya udukuzi wa akaunti za Chadema kupitia mtandao wa X zamani Twitter, ambapo akaunti ya Chadema TZ imedukuliwa na sasa wanatumia akaunti ya Chadema TZ 2. Lakini pia kwa upande wa YouTube akaunti ya Chadema Media pia ikiwa imedukuliwa. Hivyo taarifa za Chadema zitapatikana kupitia Chadema TZ 2, lakini pia mitandao mingine kama Instagram Chadema Official ambayo haijatajwa kama imedukuliwa. Tuachie maoni yako, lakini kubwa endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.